Wapenzi watazamaji, popote mlipo, ninawasalimu hamjambo. Ninawakaribisha kwenye mazungumzo. Kabla hatujaanza mazungumzo, niruhusu niwaombe kwa moyo mkunjufu, tafadhali chukua sekunde 1, 2, 3 ukapiga subscription, kwa sababu hiyo ndiyo njia moja ya kuweza kusapoti hichi kituo. Hapa ndipo tunazungumza mambo ya kikweli, hakuna kufichana. Kwa hivyo tunaomba tuweze kukimbiza hichi kituo kifike angalau 5000 subscribers. 5000 haitakuwa mbaya. Watanzania wameamua kwamba yeyote yule ambaye amekuwa akifurahia uongozi mbovu wa dikteta Samia Suluhu, mali yao yatachomwa. Kwa sababu Watanzania wanasema kwamba mali hayo, wale ambao wamekuwa wakihudumu kwenye serikali ya Samia, wameyapata kwa njia ambayo si halali. Jioni ya leo, siku ya Alhamisi, tarehe ni 30 Oktoba mwaka 2025, siku moja peke yake baada ya maandamano kuzuka Tanzania, mwendo wa saa 1 jioni, wananchi ambao walikuwa na hamaki Tanzania waliweza kutembelea mjengo wa mtoto wa Samia Suluhu mwenye anaitwa Abduli upande wa Arusha, Tanzania. Kisha wakateketeza magari kadhaa ambayo yanasemekana ni mali ya Abduli. So Watanzania wameamua kuchukua sheria mkononi. Yeyote mwenye amekuwa akipromote, akimpigia kampeni Samia Suluhu, na yeyote ambaye ni wa familia yake, mali yake yanateketezwa. Jinsi ambavyo mmesikia mtoto wa Samia mwenye anaitwa Abduli, Watanzania wameingia kwenye kibanda chake, ama ukipenda mjengo wake upande wa Arusha, wakateketeza magari. Jinsi ambavyo kanda hii inaonyesha magari yakiteketea. Na bado Alfadi namba hii imechomwa. Alfadi namba hii imechomwa na toyo hiyo hapo. Na ile pale inapokea moto ST. Hii hapo. Sasa hapa ni kwa Abduli Arusha. Kwenye hoteli yake Arusha. Hii ni safari moja. Kuma ani atakufa mtu. Hizi ni hela zetu kumanina, hizi kodi zetu hizi, beba zote. Mama choma na kituo hiki kumanina zawa. Beba mali, choma mzigo, tuondoke. Manina. Wapenzi watazamaji, inaonekana kwamba wananchi wa Tanzania wamekasirika. Na wamekasirika sana. Na ndio maana wameamua kuchukua sheria mkononi. Yale ambayo yanaendelea Tanzania, mpenzi mtazamaji, Mwalimu Nyerere hakuyapigania. Ukiona wananchi wameamua kuchukua sheria mikononi mwao, jua kwamba yale ambayo viongozi wanayafanya
yamewakera. Hebu nikuulize mpenzi mtazamaji, itakuwa madharau kiasi kipi au kiasi gani kiongozi kuamua kuwafungia nje viongozi wa upinzani wasije wakawania kiti cha urais? Tusemezane tu kweli, si hayo ni madharau? Ni ishara kwamba Mama Samia alikuwa amekwisha gundua tayari kwamba hataweza kushinda kiti cha urais. So akaamua kwamba atafanya nini? Akaamua kwamba atawafungia nje wale viongozi wa upinzani ambao walikuwa na umaarufu, akina Tundu Lissu, akina Mpina kutoka kwa chama cha ACT Wazalendo. Tundu Lissu ni kutoka kwa chama cha Chadema. Mimi ninaona mahala ambapo Tanzania inaelekea, mpenzi mtazamaji, ni pabaya, kwa sababu gari lolote ambalo linaonekana barabarani likisafirisha bidhaa linachomwa. Biashara zimeweza kuteketezwa, ishara kwamba wananchi wako na hamaki. Hauwezi ukaenda kwenye uchaguzi alafu unawazuia viongozi wa upinzani wasigombee kiti cha urais. Namba 2, kuna mifumo ya mabadiliko ambayo Watanzania wanataka na wanaendelea kusukuma ifanyike kabla ya uchaguzi kuandaliwa. Na hiyo ndio iliweza kufanya chama cha Chadema kususia uchaguzi, kwa sababu kuna mabadiliko ambayo walikuwa wanahitaji yaweza kufanyika. Hayakufanyika. Sasa wataelekeaje kwenye uchaguzi kipindi ambapo mabadiliko ambayo walikuwa wanayawazia hayajaweza kufanyika? Mambo hayo yote ndiyo yamesababisha Watanzania kupandwa na mori, kuingia barabarani kusukumana na Bi Samia Suluhu. Na Watanzania sasa hivi wanasema kwamba hawataenda kukoma, wataelekea Ikulu. Je, Samia atapenya kuliongoza taifa la Tanzania kwa miaka mingine 5 ijayo, au jeshi litanyakua uongozi?